mambo yanayoendelea katika jamii ambayo mitume waliyatetea katika zama zao, katika zama zako wewe, dunia ya sasa unafanya nini? Na kuhakikishia ukifanya hayo utaonekana unachanganya dini na siasa. Utaendeshaje mambo ya dini kwenye nchi ambayo waumini wako wanatekwa? Anaenda mahakamani, anatoa rushwa, anapewa haki sio yake, alafu tubaki tunaangalia yale ni mambo ya kisiasa. Hii sio sawa. Mzee wetu anaonewa mzee wetu jamani. Anaonewa mzee wetu jamani. Maria jamaa amehangaika miaka mingi sana jamani, amehangaika. Navunja la utumwa. Naam, Bwana Yesu asifiwe. Yes, kutokana na mitazamo ya viongozi wa serikali au niweze kusema watekeleza ilani za vyama vya siasa au ilani za serikali, hao ndio ambao wanaweza kaja kutuletea shida. Nimesikiliza maelezo ya Mheshimiwa Rais, sio kwamba na utata kihivyo. Tatizo lililopo ni watekeleza ilani, kwamba vyombo vya dola au watu ambao wako karibu na jamii watapokuwa wanatekeleza hayo ambayo anayazungumza rais, hapo ndipo patakapokuwepo na shida, kwa sababu mtazamo wao kuhusiana na dini na siasa ni mtazamo mbovu. Mheshimiwa Rais anasema, alikadhalika niwaombe katika madhehebu na makundi yenu mbalimbali muweze kuwadhibiti wale wachache miongoni mwenu walio na mwelekeo wa kuhubiri na kupandikiza chuki kwa wananchi dhidi ya serikali yao. Sasa kwenye mazingira kama haya lazima tujue kwamba dini sio zezeta. Yaani kuwa kiongozi wa dini au kuwa mhubiri sio kuwa mtu zezeta. Sio kuwa mtu zezeta. Sasa mtazamo wa wanadini wengi waliopo katika dunia ya leo ni mtazamo mbovu. Hao ndio ambao wanaweza wakawa sababu kubwa ya kusababisha viongozi wa serikali waone wale wenye mtazamo sahihi kwamba mahubiri yao yanachochea chuki dhidi ya serikali yao. Hakuna wakati ambao kiongozi wa dini au mhubiri, mtu wa Mungu kweli kweli, ambaye aliishi sawasawa na maadili ya dini, alionekana kuwa ni zezeta. Sasa kipande kikubwa cha ubiri waliopo sasa, mtazamo wao juu ya dini, na ni mtazamo wa watu wengi, hata ninyi viongozi wa serikali wengi, mtazamo wenu kuhusiana na dini ni mtazamo ambao hauko, yani sio mtazamo sahihi, ni mtazamo ambao sio sahihi. Sasa kwenye eneo kama hilo, mimi nawaambia wenye mtazamo wa sahihi kuhusiana na dini, mtatuua wote, mtatuangamiza wote. Kama kutufunga mtatufunga, kwa sababu tutapokuwa tunawaweka watu kwenye maadili ya dini, tutaonekana tunachochea uhasama au tunachochea chuki dhidi ya serikali yao. Kwa hiyo kauli yako Mheshimiwa Rais, kwa kujua au kwa kutokujua, inaweza ikawa inachochea uhasama kati ya watu wa serikali na watu wa dini wenye mtazamo sahihi, kwa sababu aina ya mafundisho na harakati zao zitaonekana kana kwamba ni harakati za kisiasa, lakini kiuhalisia sio harakati za kisiasa. Nimependa sana maelezo haya wanaosema. Ni wasihi Waislamu na wananchi wote tuendeleze ucha Mungu tuliouonesha katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuzilinde ibada tulizozifanya kipindi cha Ramadhani na kujizuia na vitendo vinavyomchukiza Mungu au maasi. Tuendelee na umoja na mshikamano tuliokuwa nao kwenye msimu huu wa mfungo. Udugu na mshikamano sio kwa kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake. Sasa jambo hili lilitakiwa lisimamiwe na viongozi wa serikali na viongozi wa dini, kwamba yale yaliyokuwa yakitendeka katika mwezi Ramadhani yatendeke milele. Iwe ndio desturi, iwe ndio aina ya maisha, iwe ndio lifestyle ya Watanzania. Lakini tusijikite kwenye eneo moja tu la kuwajali mayatima na wahitaji wa kuwapa chakula, lakini kuna wapo watu ambao wana nguvu au wana mamlaka fulani katika vyombo vya dola au katika serikali, wanapola mali za wajane na wasiojiweza, mali za maskini. Hajiwezi hata kuzungumza, hawezi. Kuna anatetemeka namna.
Sasa kwa hivi naomba tu serikali itusaidie. Kwa jina naitwa Happiness Flavian Nyandikuu, ni mtoto wa mwisho wa mzee Flavian Nyandikuu. Kilio chetu kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kuomba tupate haki yetu juu ya kesi ya babangu ya shamba ambalo liligawanywa kuwa viwanja vitatu. Ni kesi ambayo imedumu kwa miaka 39. Mama yangu alifariki kwa mshtuko baada ya kuona hii kesi imeendelea tena. Na baba yangu hajiwezi, ni mgonjwa sana. Narudi kwako Mheshimiwa Rais, wewe ni mama. Tusikilize na utusaidie watoto wako. Hatuwezi, babangu hajiwezi kabisa, babangu ni mzee sana. Najua wewe ni mama. Unajua uchungu wa kumpoteza mzazi. Sisi tumempoteza mama yetu kwa sababu ya hii kesi. Ndio kimbilio letu jamani. Tunalia kwa uchungu sisi. Tunalia kwa uchungu, mzee wetu anaonewa. Ameonewa mzee wetu jamani. Anaonewa mzee wetu jamani. Maria amehangaika miaka mingi. Miaka mingi sana jamani, amehangaika miaka mingi. Tuangalieni jamani, rais wetu tuangalie baba. Tuangalie. Sasa kwenye eneo kama lile, yule mtu hahitaji chakula, yule mtu anahitaji kutetewa, lile shamba lake lilonyang'anywa lirudishwe. Huyu mtu isio kwa sababu ana cheo awe na nguvu ya kunyang'anya mali ya mtu yoyote, hapana. Kumjali yatima ni pamoja na kujali haki yake. Kama kuna vigogo au wachache fulani wenye nguvu katika familia au katika jamii au katika uongozi wenye nguvu ambao wanaweza kunyang'anya tu mali ya yatima kwa sababu wajiwezi, wananyang'anya, hapo lazima kuweko na mtu wa dini ambaye anataka kusema, na sio wa dini tu, na ni mtu wa serikali pia, au anatetea kutetea haki au kuwa na umoja na mapendano kwenye eneo hili, yasio kwenye kupeana vyakula na nguo tu, yawe pia kwenye kuteteana na haki za watu. Niseme neno hili ya kwamba maandiko ambayo tunayasoma kutoka katika vitabu vya dini, iwe ni Qur'ani au iwe ni Biblia takatifu, maandiko yale tunayoyasoma tuwe tunajua tunawasoma watu walioishi zamani katika miaka yao. Nitoe mfano huu. Hawa tunawasoma katika Biblia wale waliishi miaka 2000 iliyopita katika dunia yao. Kulikuwa kuna mambo ambayo yalikuwa sio sawa, yalikuwa yakiendelea katika jamii zao miaka ile. Lakini miaka ya leo sisi tunaishi katika miaka hii, kuna mambo yasiyokuwa sawa ambayo yanaendelea katika jamii zetu. Je, sisi tunafanya nini kwenye jamii zetu tukijifananisha au tukichukua mfano wa wale walioishi miaka ile? Hivi vitabu visitufanye kuwa watu fulani ambao ni mazezeta, mapungia fulani, watu yani kama machizi fulani. Hapana. Nitoe mfano. Kwa mfano, nyinyi ndugu zetu Waislamu, mnaposoma hadithi za mitume, maswahaba sio kina nani ambao mnasoma waliishi na mtume, walifanya mambo fulani. Sasa yale tusiyasome au msiyasome kama tu maandiko fulani kwamba yatanisaidia mimi nikisoma Qur'ani aya moja napata thawabu. Yasinisaidie hivyo. Nijifunze wale waliopata thawabu, yani yale nayo yasoma mule, wale na wanadamu waliishi na zamani zao. Wewe unafanya nini katika zama zako za sasa? Mambo yanayoendelea katika jamii ambayo mitume waliyatetea katika zama zao, katika zama zako wewe, dunia ya sasa unafanya nini? Na kuhakikishia ukifanya hayo utaonekana unachanganya dini na siasa. Nikupe mfano. Kama unasema viongozi wa dini wajikite kwenye kuhakikisha maadili ya dini na uchamungu. Sasa tumuone mchamungu mmoja, Ayubu. Anasema kwa sababu nilimwokoa, katika Ayubu sura 29 mstari wa 12. Huyu ndio mcha Mungu Ayubu. Msikilize aliyokuwa anayafanya mpaka akaitwa mcha Mungu. Anasema kwa sababu nilimwokoa maskini aliyenililia, yatima naye na yule asiyekuwa na mtu wa kumsaidia. Baraka yake yeye aliyekuwa karibu na kupotea ilinijia, nikaufanya moyo wa mjane kuimba kwa furaha. Nilijivika haki ikanifunika, adili yangu ilikuwa kama joo na kilemba. Nilikuwa macho kwa kipofu,
nilikuwa miguu kwa aliyechechemea, nilikuwa baba kwa mhitaji, na kesi ya mtu nisiyemjua niliichunguza. Nami nilizivunja taya za wasio haki na kumpokonya mawindo katika meno yake. Kuchunguza kesi ya mtu usiyemjua, yani ndio kwenye maeneo kwa mfano haya, unaona mzee Ali Kibao ametekwa, ameuawa. Kuichunguza kesi ya namna hiyo, kesi ya mtu usiyemjua, ndio ilikuwa maisha ya Ayubu. Unaona kuna mtu kanyang'anywa shamba lake, ni mjane, ni yatima, ni mzee, hana nguvu, amenyang'anywa shamba lake. Kupiga kelele eneo kama hilo ndio uchaji wa Mungu. Sasa hatuyasomi haya kama maandiko fulani ya kiroho, ila tunayasoma haya kwamba wenzetu katika zama zao walifanya nini na sisi katika zama zetu tunafanya nini. Ukiyafanya hayo utaonekana unachanganya dini na siasa. Kuwa mwanadini sio kuwa zezeta kama wengi wa mazezeta walio kwenye dunia sasa. Unaona ubaya, unaenda kumwomba Mungu. Wewe ni mpumbavu. Utamwomba Mungu jambo ambalo unatakiwa wewe ulifanye. Kitendo cha kumnyang'anya silaha anayetaka kumpiga mtu mwingine hakihitaji maombi, ni wewe kwenda kunyang'anya. Sasa unaona mtu anampiga mwenzie na fimbo, wewe umeenda kwenye maombi, baba msaidie, baba msaidie. Wewe ni mpumbavu, ni zezeta, ni zezeta. Pa kuzungumza tutazungumza, pa kupiga kelele tutapiga kelele, lakini haya yasije yakatufanya tuonekane tuna chuki au tunachochea chuki zidi ya serikali. Hapana, mkiafanya hayo, mkiafuata hayo, tunakuwa napiga kelele, tutahakikisha amani. Nikupe mfano kutoka katika kitabu cha Yeremia sura ya 5 kuanzia mstari wa 25. Tutawaona viongozi wa dini ambao hawa wana mtazamo dhaifu kuhusiana na dini. Hawa ndio waliopo sasa. Na ninyi viongozi msije mkawachukulia hao au mkatufananisha, yani mkafananisha dini ya Ukristo iko inafanana na hao. Sura ya 5 kuanzia mstari wa 25 anasema hivi: maovu yenu yameyageuza haya, na dhambi zenu zimewazuilia mema msiyapate. Maana katika watu wangu wameonekana watu waovu, huvizia kama vile watu wategao mitego, hutega mtego na kunasa watu. Kama tundu ijaavyo ndege, kadhalika nyumba zao zimejaa hila. Kwa hiyo wamekuwa wakuu, wamepata mali. Wamenenepa sana, wang'aa, naam, wamepita kiasi kwa matendo maovu. Hawatetei madai ya yatima ili wapate kufanikiwa, wala hawaamui haki ya mhitaji. Je, nisiwapatilize kwa mambo hayo, asema Bwana, na nafsi yangu je, nisijilipize kisasi juu ya taifa namna hii? Jambo la ajabu na kuchukiza limetokea katika nchi hii. Manabii wanatabiri uongo na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao. Na watu wangu wamependa mambo yao hivyo. Nanyi mtafanya nini mwisho wake? Niunganisha andiko hilo na katika Yeremia sura ya 6. Ilikuwa ni Yeremia sura ya 5 mstari wa 25. Yeremia sura ya 6 nianzie mstari wa 13. Anasema, kwa maana tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa miongoni mwao kila mmoja ni mtamanifu, na tangu nabii hata kuhani kila mmoja hutenda mambo ya udanganyifu. Wameliponya jeraha watu wangu kwa juu tu, wakisema amani amani, wala hapana amani. Wanaiponya jeraha ya watu wangu kwa juu, akisema amani amani, wala hapana amani. Sasa aina hii ya manabii ndio wamejaa kwenye taifa hili, ambao wao wanaona kila kitu ni sawa. Ukipigia kelele maonevu ambayo yanaweza kaa nafanywa na watu wengine, wanasema wewe unachanganya dini na siasa. Alimada mtu uovu ameufanya ni kiongozi wa serikali, basi ukimkemea huyo, ukipingana na huyo, unakuwa umeshachanganya dini na siasa. Lakini mambo hayakupaswa kuwa hivi. Hawa ndio wanaosema amani amani, wala hapana amani. Wamewaponya jeraha watu wangu kwa juu tu. Hali ya mambo isipoenda sawa, viongozi wa dini tukija kusema tunaomba, tusionekane tunachochea uhasama au tunachochea chuki kwa watu dhidi ya serikali yao. Hapana. Jambo ambalo ningependa, yani ili amani iweze kuzidi kudumu sana, lazima tu tunaangalia vitu ambavyo vinakuwa ni msingi. Yani vitu ambavyo ni msingi. Wewe unakuta katika hili na ulifanya watu watachukia tu. Kwa nini wewe endelee kulifanya? Usiendelee kulifanya. Watu wanapigia kelele eneo fulani kwamba eneo hili tusaidiwe, tulifanye safi. Unakuwa unapambana na hao watu, au sikilize wanaosema, unategemea amani itakujaje? Haiwezi kuja amani. Hata siku moja haiwezi kuja amani. Nitoe mfano kwenye eneo la uchaguzi. Uchaguzi ukiwa unafanyika kwa siasa safi, yani kwa mfano kusiwe na ubabe,
kwenye masuala ya uchaguzi, kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa umefanyika ubabe ambao yani ubabe mwingi. Mara kule unasikia kiongozi huyu amekatwa, huku unasikia kiongozi huyu kapigwa, huku kauawa. Huo ni uchaguzi wa serikali za mitaa. Je, uchaguzi mkuu inakuaje? Kama uchaguzi wa serikali ulifanyika vile, na nashukuru kwa sababu unasema hilo mmelisikia na mmelipata, mnalifanyia kazi. Itakuwa vizuri kama litafanywa kazi. Sasa kukiwa kunatumika ubabe kupata madaraka, hakuwezi kuwa na amani hapo. Siasa ikiwa safi, hakutakuwa na mtu ambaye atakuwa kilalamika. Mfano, Chama cha Demokrasia na Maendeleo wako wanapiga kampeni zao pale. Kuna jeshi la polisi linawalinda kampeni zao. Wanapiga kampeni safi. Hakuna ile ubabe wa kuonyesha kwamba wale kampeni zao wanazozipiga watatuzidi kete, kwa hiyo tunatumia nguvu ya madaraka tulionayo kuwazuia. Au Chama cha Mapinduzi wanapiga sera zao pale, watu wengine wanaenda wanawavizia kwa namna fulani ambazo sio sahihi, kwa sababu inawezekana wanapiga sera fulani nzuri, basi wanaweza kachukua nafasi. Kwa hiyo wengine wanaweza kumvizia yule kiongozi, kumuua, kwa sababu anaweza akachukua madaraka. Kama kiongozi anayegombea ni sahihi, wewe mwingine sio sahihi, mwache watu kwa uhuru wapigie kula yule, na kusiweko na wizi wa kula. Siasa ikiwa safi, watu wanapiga kampeni, wanashangilia, wanafurahi kwamba sera hizi ni nzuri, tutazikubali hizi. Wewe ukishindwa usitumie ubabe kunyang'anya ile nafasi. Kufanya hivyo ndio mnachochea vurugu. Na sisi tukisema hayo sio sawa, tusionekane tunachanganya dini na siasa, kwa sababu vurugu au tukimpata kiongozi mbovu kwenye nchi, hata dini itaendeshwaje? Utaendeshaje mambo ya dini kwenye nchi yenye vurugu? Utaendeshaje mambo ya dini kwenye nchi inayotekana na watu wanaotekwa? Utaendeshaje mambo ya dini kwenye nchi ambayo waumini wako wanatekwa? Utaendeshaje mambo ya dini kwenye nchi ambayo watu wanalalamika maisha magumu? Utawaendeshaje hao watu? Utaambia vipi waishi maisha matakatifu kwenye nchi yenye ugumu wa maisha? Kwenye nchi ambayo inanuka rushwa kila mahali? Kwenye nchi ambayo mahakamani hakuna haki zinazotendeka? Utaendeshaje maisha ya dini? Tukija kusema kwamba mahakimu kwenye mahakama watoe haki sawa sawa, wasiangalie anayetoa rushwa ndo ampe haki. Tukisema hayo, tusionekane tunachanganya dini na siasa. Kusema hayo, tunataka amani tawale. Kwa mfano, hakimu akitoa haki sawa, sio kwa sababu mtu ana mali, ni tajiri, amempola mtu, anaenda mahakamani anatoa rushwa, anapewa haki sio yake, alafu tubaki tunaangalia yale ni mambo ya kisiasa. Hii sio sawa. Kwa hiyo mtazamo sahihi kuhusiana na mambo ya dini na mambo ya kijamii, huo utatufanya tuonekane kama ni maadui. Lakini sina mashaka, Tanzania ni kitovu cha amani. Hakujawahi kuonekana vurugu. Najua hii ni kwa sababu umesema viongozi wa dini wanafanya bidii katika kulihakikisha hili. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano kwenye maeneo kama haya. Kusiweko na ubabe, kusiweko na kutumia nguvu za mamlaka, nguvu za dola kwenye kutekeleza baadhi ya mambo. Kusiweko na uhasama, kumwona mtu fulani namna anavyozungumzwa ni kama vile anataka kutuharibia kula yetu. Kilicho kisafi ni kisafi tu. Ewe Kaini, ukitenda mema utapata kibali. Kibali atakipata mtu yule ambaye anatenda mema. Yamkini naweza nikawa nimeeleweka kwa sehemu. Mungu na awe nanyi. Amen.